natoka kule kwangu kule mpaka huku sio masiara. Kwa maana yake mashabiki wamefanya kazi kubwa sana kuja uwanjani, wanachama, wapenzi na kereketwa, lakini ni lazima tuwakumbushe watu wote msimu ambao umeanza. Msimu huu tumeanza na msimu tumechukua Lion Sport pale Rwanda. Kama mnakumbuka, tunachukua ubingwa kwa mara ya kwanza, tukaja katika ngao ya jamii, tukachukua kombe la ngao ya jamii. Baada hapo tukaenda kuchukua kombe la Mapinduzi na sasa tumechukua kombe la NBC. Ni kombe kubwa kuliko kombe lolote kwa sababu ndio kombe ambalo linatoa mtu anaenda kucheza kwenye CAF Champions League. Leo hii CAF akisema tunataka mabingwa wa kila nchi wacheze CAF Champions League, maana yake ni Yanga Sports Club wanacheza. Sasa leo ndugu yangu Scope Media tumepata bahati kuzungumza. Tumechukua vikombe 4. Wewe unataka ufanye reference duniani ni timu gani ambayo ina vikombe 4 zaidi ya Yanga, hiyo onekane timu bora ya msimu huu. Si unanielewa? Yaani kupitia chombo chako unataka ufanye duniani ndani ya msimu 25 26 ni timu gani ambayo imechukua vikombe 4, hiyo inaonekana ni bora kuliko Yanga, ni timu gani? Hawezi kaipata. Kwa hiyo tunasema msimu 25 26 Yanga ndio timu the best kulinganisha na timu zingine zote duniani. Kwa sababu hakuna timu ambayo imeenda imechukua vikombe 4 zaidi ya Yanga Sports Club. Kweli. Mwalimu, ulikuwa msimu wa namna gani hasa? Simba walikuwa wakiwafukuza kwa nyuma na imekuwa ni msimu wa pili mfululizo mnashindana nao. Kwanza ulikuwa ni msimu ambao kwa kiujumla ni wale ndugu zetu walikuwa hawakuwa tayari kwa ajili ya mapambano. Kwa sababu msimu wa mwisho ambao tumecheza msimu wa mwaka jana ilikuwa ni tofauti ya pointi moja. Aidha wao washinde wawe mabingwa, aidha sisi tutosale tuwe mabingwa au tushinde tuwe mabingwa. Mpaka msimu huu mechi ya mwisho tofauti ya pointi 2. Ukifanya kulinganisha kwa msimu wa mwaka jana msimu wa mwaka huu, manake msimu wa mwaka jana manake angalau walikuwa na kikosi bora kuliko msimu wa mwaka huu, ndio maana tofauti ya pointi 2, mwaka jana kwa tofauti ya pointi 1 mpaka mechi ya mwisho ya msimu. Na mwisho wa ligi imefika mwisho, manake tume difference ya pointi 2. Kwa hiyo manake tunaonyesha kwa bado sisi ni timu bora katika ardhi ya Tanzania na wao wanatakiwa wajifunze kupitia kwa Yanga Sports Club. Malizane hapa, msimu huu kumekuwa na malalamiko kwamba wanasema Simba amekosa ubingwa kwa sababu ya waamuzi. Nadhani umeliona pia. Hizo sababu ni kila mwaka anazungumza hizo. Ianze mwanzo wa msimu, mwisho wa msimu azungumza hizo. Nataka tukwambie hivi, wewe unatakiwa ufanye ulinganishe mechi zote ambazo wacheza wao. Kaangalia mechi ya JKT, kaangalia mechi ya Mashujaa ambao wamecheza nao, kaangalia mechi ya Yanga kule Zanzibar. Dube anaenda kufunga goli dakika 26. Refari anasema offside. Kwa maana yake kama Dube angefunga, maana yake tafsiri yake maana yake leo tofauti ya pointi 5. Hapa katika mechi ya Samuel 2-2. Depo anaenda kufunga dakika 92. Ile toa anamweka hivi faulu ambayo ilikuwa ni clear penalty. Refa akakataa. Kwa timu ambayo ukizungumza wamebebwa msimu ni wao, lakini kwa sababu wao wamefanya vibaya wanatafuta ni kichaka cha kuwalinda mashabiki wao na wachama wao. Lakini kwa kiuhalisia timu ambayo imebebwa ni timu yao, na ushahidi wa kisayansi huo ni upo. Mechi na Singida sasa kupata penalti 3 walinyimwa, au utasahau wewe. Kwa timu wapendelea ni wao. Wao ukifanya hivyo nakwambia ni ubaya. Wengine wakizulumia wanasema nini? Wanafaa tunaonewa. Hawana timu nzuri, tuwashauri tuwasajili tena. Kwa sababu sisi tutachukua back to back mara 10 mfululizo. Bana sawa, niko nimaliza na rais wa yote Tanzania mzee wangu. Sasa leo siku nalalika kweli mzee? Kaka mimi silali. Mimi nikiwa kama rais wa keke yote Tanzania ushawahi kulala mmoja na wanakwambia unalala ndani mguu juu ya bati. Sasa leo naenda kulala mlalo baba kwa raha zangu kaka. Leo naenda kulala pande za Majekwe mguu juu ya bati kwa raha zangu kaka, na jinafasi watoto wa Muri wambe bado hajasema mpaka aseme. Sasa tarehe 4 tunaunga mkono Azam FC, wapige pila winome pila askrim pila koni, wanigaragazie mtoto wa Muri ili msimu huu tuone sasa mtoto wa Muri kavuna mikele na umbea wake, Yanga kavuna mikombe yote. Kwa hiyo tuambie watoto wa Muri wajipange kwa ajili ya msimu mpya, ila ni wape angalia tunakwenda kubeba back to back mara 10 mara 5 bado mara 5 mfululizo tangazwa. Una furaha kiasi gani na unazungumziaje msimu huu? Kwanza leo nilokuwa nao kwanza msimu huu wakati unaanza mwanzo mpaka mwisho, naweza nikasema ilikuwa ni njia ngumu kwa kweli. Wazungu wanapenda kuita the hard way kwa sababu hakuna mtu aliyokuwa ambaye hataki kutangaza, walikuwa hataki tutangaze Yanga ubingwa mara 5 mfululizo kama watoto wa Modi. Na mimi niliwaambia msimu huu basi mpaka mwisho tutaona nani kabeba kombe nani kabeba mimba. Kwa hiyo mpaka leo tarehe 30
tumejua nani kabeba mimba, nani kabeba kombe. Baba, mimi nimebeba kombe kaka, mtoto Mudi kabeba ujauzito, ile ndio kuwafuta kwa kombe hili kaka. Kaka, kwa tuambia watoto wa Mudi, unajua ukitaka kubeba ubingwa lazima una wachezaji sio chakalikaji, sio wavunja kuni. Sasa ukiangalia kwa watoto wa Mudi, wana wavunja kuni wake wa chakalikaji, pia kombolewa kule. Mpaka sasa hivi timu zote za Kariakoo, maana mtoto wa Mudi si mtoto wa Kariakoo, na mimi mwenyewe mtoto wa Kariakoo, lakini nashangaa hata tumeshinda. Mimi nimempa mtu kibajaji huko, mtoto wa Mudi kashinda kibori kimoja cha penalti kule, lakini ana furaha. Sasa naombeni mfunge safari hii kama waandishi habari, mkaniulizia watoto wa Mudi wameshinda, kwa nini hawana furaha? Hapo tunaomba mkani. Ubingwa walikuwa wanataka ubingwa watoto wa Mudi. Sasa wao wanabebaje ubingwa na wakati na wachezaji wa chakalikaji wawekee wavunja kuni ya kina Chama na mwenyewe bebe kombe, hajamuona nani huko Mohamed Salah, Mohamed Hussein kaenda kuchukua kombe la Golden Leaf, amenyanyua kwa pasi zake zikila kombe la Golden Leaf. Ile kombe la Golden Leaf. Yaani humo ni madhahabu matupu humo kaka. Humo ni madhahabu matupu Golden Leaf. Kombe limetoka benki, madhahabu matupu humo kaka. Waambie watoto wa Mudi. Niliwaambia tangia mwanzo watashindana lakini hawatoweza. Na kweli mpaka mwisho wa msimu 2025-26 mnamo tarehe 30 nani JKT Tanzania alafu ametubadilishia safari hii, maana misimu mitatu iliyopita walikuwa wananikabidhi raia kombe, leo wamenikabidhi JWTZ, yani JKT Tanzania. Kaka, leo kesho niwaambie waandishi wa habari wote Tanzania nzima waje kula supu, kama sio kesho kutwa kuna parade la kufa mtu, kuna ng'ombe kama 100 anadondoshwa, tutakula utumbo, tutakula nyama, mabandama na figo hapa. Baada hapo bonge la parade linafanyika, ila leo ile calm down imeisha kaka. Waambie watoto wa Mudi utoto umeisha. Sawa mzee, wewe ukiangalia sasa ubingwa wa 5 mfululizo na ulikuwa na challenge kama unavyosema so far, unadhani kuelekea msimu ujao utakuwaje? Kwanza niwaombe washabiki wote wa Dar es Salaam Young Africans kwamba utoto umeisha. Kwa sasa tunajiandaa kwa ajili ya msimu mpya, ila kabla ya msimu mpya kuna ligi ya mabingwa inaanza mwezi wa 8 hapo. Kwa hiyo naomba wana Yanga wote, naomba dua ziwe kwa wingi kwa master kweli ambaye ni Pacome Zua. Unajua yule Pacome Zua, unajua wale JKT Tanzania wamemuumiza. Kuna kiongozi wako njoo bwana mwalimu yule njoo basi. Kwa yule Pacome naomba wana Yanga wote wamuombea ili awe bana. Vipi kwanza? Shwari wema. Msimu bwana umeisha, mmetoa ubingwa. Sofa ulikuwa ni msimu namna gani kama kiongozi? Kwanza lazima tuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo imefanyika. Ndugu zangu Mashaka Kapinga anatoka kule kwangu kule Kolada mpaka huku sio masiala. Kwa maana yake mashabiki wamefanya kazi kubwa sana kuja uwanjani, wanachama, wapenzi na kereketwa, lakini ni lazima tuwakumbushe watu wote msimu ambao umeanza. Msimu huu tumeanza na msimu tumechukua Lion Sport pale Rwanda. Kama mnakumbuka, tunachukua ubingwa kwa mara ya kwanza, tukaja katika ngao ya jamii, tukachukua kombe la ngao ya jamii. Baada ya hapo tukaenda kuchukua kombe la Mapinduzi, na sasa tumechukua kombe la NBC. Ni kombe kubwa kuliko kombe lolote kwa sababu ndio kombe ambalo linatoa mtu anaenda kucheza kwenye CAF Champions League. Leo hii CAF akisema tunataka mabingwa wa kila nchi wacheze CAF Champions League, maana yake ni Yanga Sports Club anacheza. Sasa leo ndugu yangu Scope Media tumepata bahati kuzungumza, tumechukua vikombe 4. Wewe unataka ufanye reference duniani ni timu gani ambayo ina vikombe 4 zaidi ya Yanga, hiyo onekane timu bora ya msimu huu.